wasahlan mpenzi mtazamaji, siku ya leo tumefanikiwa kupata mgeni wetu na ambaye si mgeni kwa wengi. Ni spika wa kwanza wa kaunti ya Kwale ambaye alihudumu kwa mihula miwili na vile vile ashaiwania ugavana wa kaunti hiyo ya Kwale, na kwa sasa ni mwenyekiti wa chama cha ODM katika kaunti ya Kwale. Na kuna vitu vingi tu ambavyo wanahusika navyo na ambavyo wanafanya kwa sasa, na tumemtembelea leo tu kutaka kujua mengi zaidi kumhusu na ile safari ambayo yumo hivi sasa, yale ambayo ananuia kufanya, na labda chama cha ODM hali yake iko vipi katika ukanda huu wa Pwani. Si mwingine tunayemzungumzia ila ni Sammy Rua. Karibu sana katika mahojiano yetu ya leo. Labda tuelezee tu mwaka huu 2026 unakupeleka vipi? Asante Tobias, karibu kwanza katika ofisi zetu hizi. Mwaka wa 2026 umeanza vizuri kama ulivyotangulia kusema. Mimi ni chairman kisiasa, ni chairman wa chama cha ODM Kwale County, na tumeanza kazi zetu vizuri kwa mwaka huu, japo kuna ile malumbano yanaendelea na chama kiko na mambo baada ya kumpoteza kinara wetu wa miaka mingi. Naam. Lakini mwaka umeanza vizuri, tunashukuru. Naam, kuna mengine pia labda sijazungumzia, najua kwa wale wakujua ni wakili na pia nyuma yako tunaona tu labda tuelezee tu ni mambo gani ambayo unajihusisha nayo zaidi kwa sasa? Mimi ni wakili, nimekuwa wakili, niliidhinishwa ile tunasema kuwa sworn in kwa bar mwaka wa 2009, kwa hivyo nimekuwa nikipractice kutoka wakati huo. Kwanza nilikuwa nimeajiriwa, baadaye mwaka wa 2013 nikafungua ofisi, my own private firm, na nimekuwa nikiendeleza hiyo. Kwa hivyo baada ya kumaliza mihula yangu miwili kama speaker, nilirudi kuendeleza kazi zangu za uwakili, na hapo ndio napata mkate wangu wa kila siku. Mbali na hivyo pia niko na biashara, kama napanga hizi safari. Mimi ni tour agent, niko na kampuni inaitwa Agra Tours ambayo iko Mombasa hapa. Kwa hivyo tunasaidia wale wanataka kwenda kupumzika, kujivinjari, kwenda kwa parks, na haswa wale wanataka kutoka nje ya nchi. Tunawasaidia na packages ili waende wakapumzike. Na hizo ndio shughuli mbili ambazo mimi nafanya kwa sasa. Vile vile uko miongoni mwa ni maspika wachache sana ambao wameweza kuhudumu mihula miwili. Tuelezee siri ilikuwa wapi, na wakati huo kazi ilikuwa vipi? Kweli, kazi ya speaker ni kazi ngumu, kwa sababu unahudumu kama MCAs wenyewe wanapenda. Ndio kazi ambayo MCAs wakiamka siku moja waseme hawakutaki, hakuna sheria inakulinda. Bora tu wao wamepata zile numbers ambazo zinatosha kukung'atua. Kwa hivyo ni kazi ngumu, ni kazi ambayo lazima ujue yale maazimio ya wale MCAs, walinde vizuri, na pia ubalance, uhakikishe unafuata sheria za nchi, za utumizi wa fedha, ulindaji wa rasilimali za umma, na pia una uhusiano mzuri na upande wa governor na ofisi yake, ili muwe agenda ya county inaenda vizuri. Kwa hivyo ni kazi ngumu. Mimi niliweza kufanya vipindi viwili kwa sababu nilichukua muda kujuana na wale MCAs, kujua matarajio yao, maazimio yao, na pia uzoefu wangu wa kisheria uliniwezesha kuhakikisha kwamba bunge linatii sheria za nchi. Ndio maana ulikuwa uoni kuna mambo mengi ya kuhudhi kutoka kwa County Assembly ya Kwale. Tuko tuna process vitu vyetu kwa mujibu wa sheria, na nikapata ile heshima ya bunge. Ndio maana wakanipatia kipindi cha kwanza na cha pili. Baada ya hapo
najua kila mtu ana muda wake, Mungu pia anapanga riziki. Kwa hivyo sababu baada ya hapo ukaamua ukajitosa kupigania ugavana. ndio. Wengi wanauliza mbona hukuenda ubunge, hukuenda useneta, mbona ukaamua ugavana kwanza? Kama tunavyojua katiba ya Kenya iko na serikali ya viwango viwili, na kila serikali iko na vigezo vyake, iko na changamoto zake, na iko na maono yake. Sasa mimi kulingana na vile nilipoanza kutumikia wananchi, nilianza katika nyanja ya county. Sasa fikra yangu na vision zangu kwa ugatuzi, nikaona hapa chini ndio rahisi kufanya mambo ambayo yatabadilisha maisha ya kila siku ya Mkenya. Kwa hivyo nikawa nimefocus sana, ni nafasi ipi naweza ingia ambayo tutaendeleza mbele hii maono ya ugatuzi ambayo yalianzishwa mwaka 2010. Na ndio maana nilipomaliza uspika nikasema itakuwa ni muhimu kuenda kwa ugavana ili niweze kuendeleza vision. Maana tulikuwa na mambo mengi ambayo tunajua yanaweza boreshwa, na mipango ambayo ilikuwa naona niko na hiyo nafasi ya kutekeleza ili kuboresha Kwale. Ndiposa niliomba wa Kwale wanipatie nafasi niwatumikie, lakini wakati ulikuwa bado. Na nasema ni shukrani pia kwa hiyo. Najua mwanaume ni kujaribu. Unajifunza kila siku. Ndio. Lakini sijai kuwa na maono ya kuenda kwa serikali kuu kwa nafasi yoyote kwa sasa. Kwa sababu serikali kuu ina mambo mengi. Rais ana nguvu nyingi. Hata ukiwa mbunge pale, nahisi kwamba yale maono yako huenda yasiweze kusikilizwa, kwa sababu mko zaidi ya wabunge 300 na kila mtu ana sauti yake, kila mtu analeta matamanio ya area yake. So lakini katika county level naona ni rahisi kufanya mabadiliko mazuri kwa haraka. Na kwa mtazamo wako unaonaje uongozi wa serikali ya sasa ya kaunti ya Kwale? Je, kuna yale ambayo labda ulitaka wewe uyatimize, unaona yanashughulikiwa ama hayashughulikiwi? Mimi katika mtazamo wangu kwa miaka yote, hata nilipokuwa speaker, nilikuwa nasisitiza na sukuma sana kama serikali, gavana ambaye atakuwa ndio yuko kwa mamlaka azingatie kubadilisha mazingira ya kiuchumi. Kutoka 2013 nilikuwa nikisukuma sana kupitia kwa ule uwezo wa bunge kwamba tubadilishe mazingira yetu ya kiuchumi. Kuna mambo fulani yamefanyika mazuri. Kwa mfano tumeona zile aggregation centers, agriculture, tumeona kampuni 1-2 zimejitokeza Kwale. Tunaona utalii pia wametia mkazo kidogo, lakini bado naona tuko mbali sana. Kuna opportunity ya gavana na serikali yote ambayo imechaguliwa kutia mkazo wa kujenga uchumi wetu. Maana uchumi ukiboreshwa ndio maisha ya mwananchi yanabadilika. Hii mambo mengine ya kupeana hiki na kile, handouts, ni mkate wa sasa, lakini kesho utakuwa unataka tena mkate, unarudi kupanga laini. Sasa kama kuna jambo naweza kumwambia gavana aliyeko, kae na wale watu wake, professionals wake, watilie mkazo jinsi gani watafufua uchumi wa Kwale ili tuwe self sufficient. Kwale ina shida zipi au changamoto zipi? Kwale ina shida nyingi kama kaunti zingine rural. Kwanza shida kubwa uko mashinani, maji. Sehemu kama Kinango, Lungalunga ni sehemu kubwa, sehemu kame. Kwa hivyo zinahitaji maji ya kutosha ya kunywa na pia ya unyunyizi wa mashamba. Ili maana wengi kule ni wakulima,
either wakulima wa hizi plants ama wakulima wafugaji. Kwa hivyo wanahitaji maji ya kutosha na hakuna maji ya kutosha kwa sasa. Kuna shida za ajira, vijana wengi wamesoma kupitia kwa ile mfumo tulioanzisha 2013. Watu wamesoma basari na scholarships. Tuko na maelfu ya vijana ambao wamehitimu na degrees na diplomas, lakini ndani ya Kwale hakuna ajira za kutosha. Kwa hivyo wale wachache wamepata bahati, wamechukuliwa county, lakini wengi ni wale wamekimbilia Mombasa kuja kujaribu bahati, lakini Mombasa pia ina vijana nao wamesomeshwa. Ndio maana nasema tukitilia mkazo kujenga uchumi, tutatatua hilo tatizo la watu kukosa ajira. Pia watu wengi wako na biashara zao lakini hawana masoko. Wakulima, unaona kule Kubo, tunaona Zombo, Mkongani, watu wamepanda maembe, machungwa, matunda mbalimbali, lakini bei wanaopata ni ya kukasirisha. Sababu watu wanaingia, wale mabwenyenye wanaingia mashambani, mtu anachukua, anajaza kanta nzima, pengine anaacha 5,000, amejaza maembe kanta nzima. Lakini mkulima anajiuliza, nisipochukua hii nitafanya nini? Kwa sababu hana soko ambalo wameconnectiwa nalo. Kufikia sasa bado nimezunguka kule, bado naona shida iko vile vile. Kwa hivyo hizo ni shida chache. Na sekta ya afya, hizo hospitali. Sasa katika utoaji wa huduma, afya iko na changamoto, kwa sababu bado tunapata report kwamba hospitali zetu huduma ziko chini, madawa hayapatikani, kuna vifaa vingine ambavyo havipatikani kwa hospitali zetu za umma, lazima utumwe kwa private facilities. Uende kama ma x-ray, saa ingine una mgonjwa naambiwa x-ray lazima aende Diani akapimwe, dialysis machines unaambiwa lazima Mombasa. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo pia yanaweza boreshwa. Ukosefu pia wa maji kwa hospitali, unakuta mara nyingi hospitali unasikia kuna harufu zisizoeleweka kwa sababu hakuna maji. Na mambo mengi, stima pia. Kuna hospitali zingine unakuta kumekuwa na blackout for some time, ambayo hiyo inatakikana tungekuwa na alternative power kama mambo ya solar, wind power, ili kuhakikisha hospitali isikose stima, isikose maji. Na mambo mengine pia, tupate madaktari zaidi, kuwe na nidhamu pia kwa wale wahudumu. Maana bado tuko na kesi za wahudumu wanafanya masaa 3 hapa, anaenda private. Sasa mgonjwa inambidi amfuate kule private, na huyu ni mhudumu wa serikali. Kwa hivyo nidhamu pia inafaa iingizwe katika afya, hiyo sekta ya afya. Kwa mwaka mmoja uliopita pia tumeona, japo tutazungumzia swala la madini baadaye, lakini kuna viwanda ambavyo vingine vimefungwa na vingine vimemaliza kazi. Kiwanda kama cha Best Titanium kilimaliza kazi yake. Kuna kiwanda cha kutengeneza viatu Rumika kilifungwa. Kuna kiwanda kingine cha matunda pale Diani kilifungwa, na kuna viwanda vingine viwili ambavyo vimefungwa. Wengi wanazungumzia kuhusiana na ushuru wa juu. Sijui unachukuliaje mazingira ya kufanya kazi au viwanda katika kaunti ya Kwale? Sijui upande wa serikali nao na wajibu upi wa kufanya zaidi serikali ya kaunti upande wa viwanda? Ni kweli kwamba unajua, mtu akifungua biashara madhumuni yake ni kutengeza faida. Na saa hizi dunia imekuwa kama wanasema ni kijiji kikubwa. Dunia nzima ni kama kijiji kimoja. Kwa hivyo watu wanalinganisha. Ukianzisha biashara yako hapa Kwale na unaona zile terms haziko vizuri, unalinganisha na Wajir, unalinganisha na Mbarara huko, unalinganisha na Ethiopia,
unaona afadhali hii ingekuwa iko Addis Ababa ningepata faida zaidi. Kwa hivyo wanabiashara siku hizi hawana ile mambo ya kwamba mimi ni Mkenya lazima nifanye biashara yangu Kenya. Kila mtu anataka kuhakikisha amepata maximum benefits kwa investment yake. Kwa hivyo kwa sasa tunaona kweli biashara nyingi zinafungwa, si Kwale peke yake, Kenya nzima. Tunaona ni biashara nyingi zinafunga, kampuni zinafunga, na changamoto kubwa wanaotupatia ambao wanapitia ni ushuru na bei ya umeme. Yani inputs ambazo wanatumia kufanya production, na umeme ndio iko juu zaidi. Kwa hivyo ni serikali nayo iangalie jinsi ya kuweka mikakati ya kumatch na wenzao katika region. Kwa sababu kama umeme hapa natumia milioni 2 kwa mwezi, na nikienda Tanzania same output nitatumia milioni 1 kwa mwezi, sitakuwa na sababu ya kubakisha kampuni yangu hapa. Kwa hivyo ni serikali nayo kupitia kwa Industrialization Ministry wao wanaangalia kila sekta ni changamoto zipi na ni jinsi gani tutaweka uwanja uwe sawa na wenzetu in the region. Hata kama ni kufanya zile affirmative action, tunaweka pesa kidogo, tunaweka incentives ili kuwe na equality katika hizi nchi za area. So tumeona wengi wamefunga, japo tunaona wengine wanarudi. Kama Romika tumejua juzi, nimeambiwa wako na mpango wanataka kufungua tena. Na hoteli nyingi pia zilikuwa zimefunga, saa hizi naona zinafufuka. Kwa hivyo kuna zingine zinaenda, zingine zinatokea kwa sababu changamoto za biashara ziko hivyo. Naam. Ndio. Mjadala pia ambao umeleta tumbo joto saa hizi ni mjadala wa madini. Ndio. Kuna yale madini katika mlima wa Mrima. Ndio. Labda tutazungumzia mtazamo wako ni upi kulingana na uchimbaji wa madini hao, na ni masuala yapi ambayo yanastahili kufanywa? Vile vile pia unaweza gusia kuhusiana kama Kwale wamefaidi kutokana na uchimbaji wa madini ya titanium. Kwanza madini ni mali ni utajiri wa nchi. Kulingana na katiba yetu, madini ni mali ya nchi, ya wananchi wote wa Kenya. Popote yalipo, hata yakipatikana kwa nyumba yangu chini, si madini yangu sasa, inakuwa ni madini, ni utajiri wa nchi. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anastahili kupinga uchimbaji wa madini, kwa sababu ni njia mojawapo ya kupata resources za nchi, kujenga nchi yetu, ni utajiri wetu. Na kule Mrima pia wale wenye Mrima watakuwa na changamoto 2-3 na watapiga maneno hapa na pale, kwa sababu wanataka hata kama kuna uchimbaji haki zao zisikiukwe. Sisi ambao tuko nje ya Mrima, nasi na ndio wengi Kenya hii, tunasisimka tukijua kwamba Mrima ikichimbwa itatupunguzia ushuru kidogo, na tunaweza kujenga nchi yetu. Kwa hivyo kwa niaba ya watu wa Mrima nasema wako na nafasi nzuri ya kusukuma kwamba wakati serikali itakuwa imepata mwekezaji na ameamua kuchimba, haki zao zilindwe. Na hizi haki zimeorodheshwa katika sheria ya madini, inaitwa Mining Act. Wameorodhesha haki za mwenye shamba ni zipi, haki za community ni zipi, na mtu yote ambaye anafaidika pale Mrima. Maana ule Mrima pale uko na makaya ya watu kwenda kuomba, iko na forests. Hivyo kuna watu ambao ni registered forest associations, wako na rights zao pale, na kuna wakulima pale kando ambao huwezi kuchimba mlima bila kupitia kwao. Na ukichimba pia pengine kutakuwa na environmental issues ambazo zitawafikia. Kwa hivyo hao wote lazima
waangaziwe ili haki zao zilindwe, lakini sio kwamba kuna mtu ama atakuwa na ya kusema kwamba mlima usichimbwe ama madini yasichimbwe. Sababu inasemekana huo mlima ndio ulimuua Jacob Juma. Sijui mambo ya Jacob Juma lakini je, kuna kwa mtazamo kuna elimu ya kutosha ambayo imepeanwa hao wenyeji? Kwa sasa bado wenyeji hawajaelimika, sababu kule ni nyumbani. Mimi natoka sio mbali na hapo na naingiliana na wale watu wa pale, kama wakili saa nyingine watanipigia. Sababu kuna tetesi zimetoka kwa wanaharakati kuwa ni madini mabaya sana, yataumiza watu, nini. Haya, ukienda kule kwenyewe kuna wenyeji wanakuambia si hata tumesimama kwa haya madini, mbona mimi sijaumia, mbona sijachoreka? Unajua kila mtu kwa jamii ana namba yake anacheza. Kama vile kiwanjani kuna mtu ni goalkeeper na kuna mtu ni mfungaji, sasa kwa jamii pia kuna wanaharakati ambao kazi yao ni ku raise alarm. Kwa sababu katika ile kupiga kelele ndio haki italindwa. Ni kama uwe na nchi ambayo haina opposition. Sasa unajua mambo yanaenda tu yenyewe, lakini kama kuna opposition, hata kama saa nyingine wanatumia uongo na propaganda, lakini ile kelele yao inaweka watu in check. Sasa kule pia tunafurahi kama kuna wanaharakati ambao wana challenge kila kitu, ili serikali na huyo mchimbaji atakapopatikana ajue kwamba hawezi kufanya kitu vile anavyofikiria. Lazima afuate sheria na lazima ajue kuna mlinzi wa haki za mwananchi. Sababu pia ameelezea tofauti ambayo imeonekana baina ya gavana wa Kwale na vile waziri wa madini. Hasa ndio. Tofauti hiyo inatokana na nini? Sijaona tofauti kwa sababu hadi kuna mkutano ambapo ulikuwa umefanya pamoja na ndio kulikuwa naibu gavana pale na kulikuwa na waziri. Upande wa naibu gavana ukaamua kutoka kwenye mkutano huo. Nafikiri mimi nilipofuatizia katika mtandao niliona hapo ilikuwa issue ya control. Nani ana control ile narrative ya nini. Kwa sababu gavana ama serikali ya county ndio iko na jukumu ya masuala ya mashamba ya county, masuala ya mazingira, na pia ndio wako moja kwa moja na mwananchi. Kwa hivyo usipomuhusisha kwa jambo lolote, yeye ndio ataulizwa. Na yeye pia anatarajia atapata nafasi nyingine ya muhula mwingine. Kwa hivyo lazima pia alinde haki za watu wake. Waziri on the other hand, yeye hana responsibility kwa wananchi wa Kwale. Yeye anafuata kazi kwa mujibu wa sheria ya uchimbaji. Kwa hivyo yeye akija pale anakuja kuhamasisha na hataki kujua mwananchi atasema nini ama nini. Hiyo si yake. Hiyo ni mambo ya wabunge na serikali ya county. Sasa hapo wasipoingiliana vizuri, lazima kutakuwa na hizi kurushiana, kwa sababu huyu anaona mimi huyu akiharibu ananiachia mimi shida. Huyu naye anafikiria huyu anataka kuleta mambo yake ya ujamaa, kazi yangu isimame, kwa sababu yeye pia pengine ana performance contract. So mimi pengine wasia wangu kwa hawa wote ni wanatumikia mwananchi yule wakae, rais, waziri na gavana wakae pamoja, waelezeane ile program vile itafanywa, ili gavana awe anaweza kulinda mtu wake chini, waziri naye kazi yake isisimame pasipokuwa na sababu, kazi iende vizuri. Huko nyuma tunaona best titanium, ile swali ulikuwa umeuliza, wakati ilianza na ilikuwa Tiomin, hakukuwa na hii Mining Act. Kwa hivyo huko nyuma kuna mikataba iliandikwa baina ya mchimbaji na serikali ambayo haikuwa na local input. Ndio maana unaona mambo mengi tulikuwa hatuyaelewi, hatuyataki, lakini kila ukiuliza unaambiwa hii mkataba ulisainiwa 2008, 2009.
Sasa bahati nzuri 2016 tukapata hii act mpya na imeangazia kila jambo, mambo ya sababu ndio ilikuwa pia ndio uchimbaji wa kwanza wa kiwango cha juu katika taifa la Kenya. Ndio. Sasa hii act mpya pamoja na regulations zake iko na detailed checklist ambayo mchimbaji lazima afuate moja baada ya nyingine. Sasa ni kuwa tu na team ambayo ina confirm hii umefanya, hii umefanya. Akisema kama hiyo umesema sumu itatoka pale. Lazima wafanye environmental and social impact assessment. Watoe report. Na wakitoa report yao, serikali ya county pia inaweza kucommission assessment yao tofauti independent, kuconfirm kama haya yaliyoandikwa hapa ndio sahihi, ili kila mtu awe ameridhika kwamba hakuna mtu anadhulumiwa. Ndio. Kwa kuwa pia unahusika na swala la utalii, unaonaje kaunti ya Kwale katika hii sekta ya utalii? Kuna wengi wanahisi kuwa kuna vivutio vingi zaidi ambavyo havijawezwa labda kuelezewa huko nje. Kwa mfano Kwale kuna sehemu ambazo pia wazungu walipigana, Wajerumani na Waingereza walipigana. Labda wewe kwa mtazamo wako, labda serikali imefikisha kile kiwango ambacho kinahitajika katika kutangaza vivutio hivi vya utalii, na labda miundo msingi ipo ya kutosha? Sababu kuna wale wanalalamikia kuhusiana na barabara za Diani, kuna wale wanalalamikia kuhusiana na taka na vile vile hata taa za usiku. Ndio, katika masuala ya utalii, unajua utalii uko kwa mara nyingi. Kuna mambo hiyo ya miundo msingi na kuna mambo ya kuwezesha zile sekta za utalii kuuza zile products zao. So katika mambo ya mahoteli na beach, naona serikali imejizatiti. Wamejaribu kukaa na wale hotel keepers pamoja na kuwahusisha katika hizi boards na committees, kuhakikisha changamoto zao na program zao zinafanywa kwa pamoja. Lakini kama vile umesema, kuna products nyingi ndani ya Kwale ambazo bado watalii hawajafika. Nyingi all over Kwale. Unajua kuna tourism ya culture, ambao culture tu tunaona imezingatiwa ni pale baharini. Kuna wachezaji ngoma wao wanaletwa wanacheza nini, lakini kuna watu wageni ambao wangependa waende huko mashinani, Kinango, Lungalunga, Matuga ndani, wakakae kwa villages, wa experience culture ya Wakwale. Hiyo bado haijakuwa facilitated, na kwa sababu hakuna hoteli ambayo inafanya kitu kama hiyo, hiyo sasa jukumu inafaa ianguke kwa serikali, kwamba wao wana department yao, wanaenda sasa vijijini, wanawaambia, unajua vile inafanyika Masai Mara, wanawaambia mnaweza tengeza boma hapa, badala ya kuwaweka watu pamoja ati wamama wa mashinani wapewe tenda ya kusupply maji county. Hii ndio mambo wangefanya. Wanaingia Kinango huko Puma, wanawaambia tengezeni boma pale kando, na sisi tutahakikisha wageni wakija baharini tutawasukuma wafike pia huko, waje wakae na nyinyi siku 2-3 na nyinyi mpate dola. Ni mambo ambayo ni rahisi kuyafanya na kwa sasa hayajaanza kufanyika. Pili, wakati wa kumarket Kwale, kuna conferences nyingi ulimwenguni. Kwa sababu niko kwa hii sekta, najua saa hii mwezi unaokuja kuna conference itakuwa Germany, inaitwa ITB, ambayo ni mahali mbali na wale wenye hoteli kwenda kuuza nini zao na sisi agents kwenda kuuza products zetu. Serikali pia inaweza kupeleka team ambayo itauza Kwale, sio tu Diani Beach, Kwale products zote inauza pale, ili mtu wale agents wa kule wao wanajua mbali na beach tunaweza pia kuwa na products ya village, products ya farm tourism mashinani.
So hiyo ndio kitu ambacho kinaweza fanywa kwa sasa. Mwezi wa 4 tuko na ile ya Dubai inaitwa Arabian Tour Markets. Mwezi wa 11 tuko na London WTM na zingine ziko all over the world. Mimi ningependa watu watilie mkazo kuparticipate meaningfully kwa hizo, sio tu kwenda ili upate per diem. Wapeleke experts with clear proposals. Wakifika pale wamechukua stendi, wana market kweli kweli products za Kwale, na wanaweza sponsor pia a few agents kama sisi. Wanasema sisi hatuna uwezo wa kwenda kuelezea products kwa ufasaha, lakini mpata agency company kama 4 tunawa fund ama tunawanunulia stand. Wao wanajilipia tikiti, wakifika kule wanauza products zao, lakini pia wanatusaidia kuuza Kwale. So hiyo naona itainua uchumi. Tuzamie siasa kiasi. Kwa kipindi ulikuwa hujulikani upo wapi, lakini punde ulivyorejelea tena siasa, tunakuona ni mwenyekiti wa chama cha ODM. Ndio. Una mpango wa kuwania kiti chochote, na kwa kuwa ulikuwa umetangulia mwanzo kuwa wewe ni masuala ya ugatuzi mko sambamba. Ndio. Au unataka kuwania kiti cha ugavana mwaka ujao? Kwa sasa nilisema 2027 sitawania kiti cha ugavana. Mimi nimepata hii fursa ya kutengeneza chama ili wale ambao watawania wawe wana mahali pazuri kwa kupitia kwenda kuona wananchi. Kwa hivyo 2027 mambo ya ugavana mimi simo. Huko mbele tutaangalia, lakini kwa sasa simo. Kama nitapata fursa ya kutumikia Kwale kwa njia nyingine yoyote, niko available na niko na moyo wa kutumikia Kwale, lakini kwa sasa sitaki kuingia kwa kinyang'anyiro kwa ugavana. Ndio. Kuna wale wanasema chama cha ODM kinadidimia katika kaunti ya Kwale, wakilinganisha na viti vya awali. Enzi yako ukiwa speaker, takriban viti karibu vyote vilikuwa vimetolewa na chama cha ODM. Lakini kwa sasa tunaona ni vyama mbalimbali. Ndio. Ni kweli wakati tulipoanza ugatuzi, ODM ilikuwa na viti vingi katika bunge la kaunti na pia bunge kuu. Lakini baada ya hapo, kwa sababu ni kinyang'anyiro, tuliona wale wengi ambao walichaguliwa kwa tikiti za ODM hawakutaka tena kupitia kwa njia ya kidemokrasia na wenzao, tukianza na gavana wakati huo. Kwa hivyo tukaanza kuona watu wanachomoka, gavana akachomoka, women rep akachomoka. Sasa na kwa sababu tayari walikuwa na umaarufu, walipotoka kwa chama bado wakaenda wakachaguliwa mara ya pili wakiwa kwa vyama vingine, na hiyo imechangia sasa kwa polepole kupunguza umaarufu wa chama cha. Na kuna wale ambao wanaonekana walikuwa ni vigogo wa nyanjani pia wa chama cha ODM ambao wamefariki. Na watu kadhaa ambao wameweza kufariki. Ndio, kwa sababu sisi ni wanadamu, leo huko kesho hauko. Kuna watu wengi ambao wametuacha na walikuwa ni mashabiki wakubwa. Tuko na wazee wakina Chitembe, walikuwa wanapiga kelele sana ya chama. Na kuna ule katibu wa CIPK Sheikh nani? Alikuwa kutoka Diani, na kuna wengine kadhaa. Sheikh Banda. So wengi wametuacha, na kwa sababu ndio hali za kibinadamu. Lakini hata wale waliobaki, saa hizi demokrasia ni kwamba unasema wengi wape. Saa ingine unakuta umaarufu uko nao, lakini kwa ile team, kwa kile chama, pengine huna marafiki wengi. Sasa unafika mahali unachagua, unasema hapana, nikibaki hapa au watanifanyia maneno, watanekea mtu, wacha
nijaribu, ambayo ni demokrasia yetu inakuwa, si ya kitambo sana, naendelea kuwa. Sababu kwa saizi kwa wabunge wote wa maeneo bunge hakuna mbunge wa ODM. Lakini kuna mwakilishi wa kike na seneta. Kweli. Na ndio mara tunaona wengi wanasema ni kama hata pia wanaegemea sana UDA. Ni kwa sababu unajua ukiwa na wenzako pale bungeni kuna wajumbe zaidi ya kama 350. Sasa ukiingia pale unaona wengi wa wabunge pale wako mrengo wa UDA. Wale wa ODM ni wachache. Na sasa kuna mambo mengine utahitaji pale bungeni. Pengine kukaa kwa kamati hii, kwa chairman, vice chair nini. So lazima ujue vile utaishi na wenzako vizuri, japo umetoka chama tofauti nao. Sasa kwa muda mpaka watu wanaanza kuona sasa huyu kila saa yuko na wale, lakini wale ndio wenzake waliokule. Kwa mfano sasa Mama Masitu, yeye ndio mbunge peke yake aliyochaguliwa na ODM huku. Lakini wakienda kule kukizungumzia masuala ya Kwale, wote wanaitwa pamoja kama wajumbe wa Kwale. Hapo panaitwa mbunge wa Ilungalunga, Kinango, Msambweni na Matuga. Na kuna seneta maalum Chimera. Na kulikuwa na seneta maalum pia marehemu Dena. Sasa wakiitwa timu ya Kwale ni yeye na seneta Issa Boy ndio wana ODM. Na lazima wafanye kazi pamoja kwa sababu ajenda yao ni moja. Governor pia naye si ODM. Kwa hivyo mwananchi akiangalia kutoka kando anaona yule amenunuliwa. Lakini huenda ikawa sivyo. Mimi nimeinteract nao na naona ni watu wana misimamo mizuri ya chama cha ODM. Kando na wabunge vile vile ukija katika bunge la county Kwale. Ndio. Unapata MCAs pia ni wa ODM pia ni wachache ukilinganisha na 2013. Maana nafikiri wale waliochaguliwa saizi na ODM ni kama watano sita pale. Ukiongeza na wale special unakuwa kama 9 hivi. Kwa hivyo hiyo namba bado hawezi control mambo ya bunge. Sasa wasipoishi vizuri na wenzao, unajua unakuwa target tu. Miswada yako yote inaangushwa. Watu wakipeana zile nafasi unasema watu wa ODM tumalizane nao kwa sababu cooperate. Sasa inabidi waende pale wasahau mambo yao ya vyama, wakae ni kama kitu kimoja. Alafu pia gavana naye si wa ODM. Kwa hivyo wakizunguka naye kumsupport pia inatoa picha mbaya kwamba yule mtu wa UDA na hawa ni wabunge wetu na wako na yeye kila saa. Lakini sasa gavana akiwa amekuja kwa wodi yako kwa masuala ya kimaendeleo, haki ni kwamba na wewe uwe pale naye, na ile miradi ambayo yeye anatekeleza ni wewe umeipitisha bungeni. Kwa hivyo lazima pia uiunge mkono. Ukifanya hivyo mwananchi anasema unaona huyu anazunguka na gavana na anamuunga mkono 100%. Ashaenda huyo, ashaondoka. Kwa hivyo ni kazi ngumu ya kuwakilisha watu. Lakini mwisho sababu kama chama mna mpango gani kuhakikisha hiyo kazi haiwi ngumu? Kisha umerejesha hiyo hadhi ya chama cha ODM katika kaunti ya Kwale na ipata umaarufu. Sisi focus yetu saizi na nimezungumzia mara kadhaa ni kwamba 2027 ni kuhakikisha ugavana unachukuliwa na mwanachama wa ODM. Tupate ugavana, useneta, women rep na nafasi za maeneo bunge na ward. Sisi tunalenga 6 piece 100%. Maana tunajua hadhi itarudi wakati bunge la county liko out of 30 maybe 22 ni wetu wa ODM. Itakuwa sisi tunapanga huku nje kwamba ajenda hii na hii na hii ya chama. Tumewaambia wale wawakilishi wetu mkifika kule mtasukuma kwa mujibu wa kisheria, lakini ajenda yetu ya manifesto yetu ni hii. Na tunataka iwe hivyo mpaka kwa urais. Ndio maana hii mjadala wa whether tushikane na Ruto ama tusishikane,
inazungumzwa huko juu. Lakini huku chini sisi focus yetu ni 6 piece. Kama sababu unavyosema hivyo 6 piece, kuna wale wanasema zoning. Kusema Kwale ni ngome ya UDA. Hatutaki mambo ya zoning hata kidogo. Sisi tunasema kama rais ameona nguvu ziko kwa ODM, achane na UDA, aingie ODM, tujue huu ni candidate wetu wa ODM. Tutamuunga mkono 100% kwa sababu ni candidate wetu. Na yeye atakuwa anachukua akijua manifesto ya ODM ni hii. Tunaweza mhold accountable. Lakini sasa yeye ana manifesto yake kwa UDA ambayo sisi mengine hatukubaliani nayo. Tukisema tunaungana, unajua kwa mwananchi tutakuwa na shida ya kujieleza. Kwamba sasa nyinyi mmeunga, sisi tunajua chama cha ODM tunalinda haki za mashamba, tunalinda kukiukwa kwa haki za binadamu nini. Na hiyo confusion ndio Senator wa Tana River Danso Mkata ameitaja juzi katika kongamano la UDA kwa italeta confusion. Ni confusion ya hali ya juu. Najua watu wanatafuta, kila mtu anatafuta vile atapata nafasi, kiti. Lakini sasa ili kupatia watu viti, tusimsumbue mwananchi awe anashindwa hii ni nini. Umechanganya tu kila kitu, umetengeza kanisa moja, umetia Waislamu hapo, Wakristo, Wahindu, unawaambia haya ombeni. Sasa kabla waelewe, najua watakuwa wanashindwa. Hawa wakiwa wameinama au wameinua mikono juu. Wanatafuta ng'ombe wamvalishe. Sasa kuna wenye ng'ombe pale wakuli nyama. Sasa hiyo hatujaona. Unajua huko nyuma imekuwa watu wanashikana baada ya uchaguzi. Ama kunakuwa na mrengo mzuri, watu wanakuwa na vieko moja kabla uchaguzi, lakini kila mtu ana chama chake. Lakini hii vile inazungumzwa kwamba chama kiwe hakina candidate wa urais, imetuchanganya sote. Na tunaomba tu baada ya ile National Delegates Convention yetu ya mwaka huu kuwe kumetokea mwelekeo mzuri. Itakuwa lini NDC? Inatakikana iwe mwezi huu wa pili. Mwezi huu wa pili ndio inatakikana iwe, lakini inaweza songa mbele kidogo, lakini sioni ikipita mwezi wa 3. Ndio. Na katika kujiandaa huku, mna watu ambao tayari mnamtazamisha kama ODM katika kaunti ya Kwale katika kiti cha ugavana ambacho kinaangaliwa zaidi. Saa hizi katika kiti cha ugavana kuna ambao ni members wa ODM. Wale nimesikia ni members na wanataka ugavana ni Profesa Amadi Boga. Wanazungumza, wanasema ana mwenzake Engineer Lunganzi, lakini kwa sasa Engineer Lunganzi ni mwanachama wa PAA. Kwa hivyo mimi kama chairman siwezi kuongea mambo ya Lunganzi kwa sasa. Lakini kama watakubaliana na kwa mfumo wote ule na waingie ODM, sasa mimi nitakuwa chairman wao na nitawasupport moja kwa moja ili tupate hiyo kiti kama chama. Unaonaje chama hiki cha ODM? Sasa hizi kuna mirengo kama 3, kila mtu anavutia kwake. Ndio. Naam. Ni chama kizuri. Unajua ODM ni Orange Democratic Movement. Sasa hiyo demokrasia hiyo inasema watu, kila mtu wapewe nafasi ajieleze. Alafu yule ambaye atatoka na fungu kubwa ndio sote tutafuata. So saa hizi waacha party leader ajieleze. Waacha Winnie na kina Babu wajieleze, kina Sifuna wajieleze. Waacha wale ambao pia waliingia broad based, wakina 001 nao wajieleze. Mwishowe katika kujieleza na kutushawishi, tutaona pale numbers ziko, na demokrasia inasema numbers ndio zinaamua. Tukiamua hivyo sote tunaingia kwa sababu kuna wale wamesema chama kishauzwa sasa. Hata mazungumzo yakifanyika tayari majibu yake yanajulikana. Lakini chama, unajua huwezi kuuza chama. Chama ni wanachama. Unaweza kuuza certificate. Lakini mimi ni chairman wa ODM Kwale.
na members wengi wako Kwale. Sisi hatuwezi kufanya uamuzi ati kwa sababu Daktari Oburu wamekaa na rais wakakubaliana. Hiyo sisi haituhusu. Hiyo ni mkataba wao. Kwa hivyo chama ni wanachama. Na ndio maana nasema huu uamuzi utafanywa baada ya NDC. Pale ndio chama kitakuwa kimewakilishwa vizuri. Basi kama sisi pia tutanunuliwa Kenya nzima. Sasa huyu atakuwa tunasema ni mwanaume wengi wape. Atakuwa amejizatiti. Lakini sioni kama Kenya nzima tunaweza kwenda pale na sisi pia tufanywe hivyo bila ya kufikiria issues za mwananchi. Kwa hivyo wakituita tutatoa uamuzi. Kila mtu atapewa nafasi ajieleze, mwishowe tutatoa uamuzi wa pamoja na chama kitakuwa bado kiko pamoja. Kwa wanachama hao wote na viongozi wote ODM, kuna yote ambaye anaweza valia viatu vya marehemu kinara Raila Odinga? Raila Odinga amekuwa na historia ndefu ya kupigania mambo fulani ya kisiasa. Si Kenya peke yake, lakini anatambulika ulimwengu mzima. Kupata mtu ambaye utasema ana ile ari kama ya Raila ni ngumu. Lakini haimaanishi kwamba katika muhula huu hakuwezi patikana mtu ambaye naye atakuja na staili yake tofauti na ile ya marehemu, lakini pia ambayo itaweza kudeliver uongozi. Mimi ni kati ya wale ambao nasema chama kikiwa imara, hata tuoseme saizi Tobias ndio candidate wetu wa urais. Nipewe. Na chama kiko imara, Tobias anaweza pambana na rais aliyoko. Mshinde saa 2 asubuhi. Lakini kama chama kitakuwa kina shida, hata Raila amekuwa kiongozi wetu miaka hiyo yote na pia hajapata urais. So muhimu ni kuhakikisha chama kinaimarishwa. Kikiimarishwa, hata tukiweka yeyote na tuseme huyu ndiye, inawezekana kukua one term. Na hata tukisema pia huyo rais ndio tunamngatua huku tumlete ODM tumsimamishe, itakuwa ni sisi wanachama tumeamua vile. So concentration yetu saizi ni kuimarisha chama chetu. Kabla tumalizie, nimekuwa mara nyingi nikikufuatilia sana, naona kuna vifungu vya Biblia, umezoea kuandika. Wewe ni mhubiri ama unapenda dini tu? Mimi ni Mkristo. Ni Mkristo ambaye nimeokoka. Ninasadiki kwa neno la Mungu, nasadiki kwa wokovu. Na kati ya mambo ambayo ni taratibu za Kikristo ni uwe na ushuhuda. Ukiulizwa wewe unaweza kusema kwa nini unaamini yale mambo unaamini. Ndio maana nikipata nafasi na mimi nazungumzia yale ambayo naamini, nashawishi watu, pia tunafanya uinjilisti. Maana tunaamini kwamba haitoshi tu kuokoka. Lazima na wewe utafute vile utazungumzia ili wenzako nao waokoke, nao wawe disciples kama wewe. Kwa hivyo hilo ni jukumu la kila mtu, lakini mimi si pastor wa popote. Ni mshirika tu, naenda kanisani, ni mshirika. Nikipewa kazi ya kufanya nafanya. Mimi ni muimbaji, kwa hivyo nikienda kanisani naambiwa tuongoze. Kuna vifaa vyote ambavyo pia unacheza? Nacheza gitaa, nacheza keyboard. Nzuri sana. Ndiyo. Na kama hujihusishi na haya mambo yote, ufanye injilisti, ufanye kazi ya wakili, ufanye ODM, siku kama ya weekend hivi unapenda kufanya nini sana? Mimi ni mtu wa familia, na kutoka niwe kijana mimi ni mtu napenda my peace. Kwa hivyo kama sina nini yoyote, either niko na familia, peleka watoto wakaogelee mahali, mimi nami nimekaa na mke wangu,
tunacheka watu natoa stress ama tunakaa nyumbani tunaangalia TV pale. Mpira ufuatilii? Mimi siangalii mpira. Mpishi. Mimi napenda kupika, so chakula yangu najua mimi nimesomea India. So napenda India chakula pilipili nyingi. Napika curries nikiwa na wanangu pale nawafundisha hii inapikwa hivi basi. Haya, utaelezeaje wanakwale na wana ODM? Mimi ningependa kuambia wakwale, kwa sasa tuko na kibarua mbele yetu, na kibarua kiko mara mbili. Tunaenda 2027 kuchagua viongozi wetu wa county, na kama chama cha ODM sisi tunajua tuko na mipango mizuri na county ya Kwale, na tutahakisha tumewaletea candidates ambao wanaweza kutekeleza agenda ya ODM ya kulinda haki za wanadamu, kuboresha uchumi wa Kwale, kuhakikisha services, yani huduma kwa mwananchi imepeanwa kwa haki na ustahili. Hivyo tutawapatia candidates ambao tumewafanyia vetting vizuri, ambao tunajua wana uwezo wa kuwatumikia. Tunaomba 2027 tusitupe nje, tusipige nje. Tuhakikishe kwamba MCA, wabunge, senator, viongozi wa kina mama, governor na rais, wote tumewatoa kwa chama chetu cha ODM, tuwapatie nafasi watutumikie. Na kwa wanachama wangu wa ODM Kwale, ningependa kuwatia moyo, kuambia tuendeleeni kuuza chama, tuendelee kuzungumzia uzuri wa chama. Yale ambayo tunayaona yanafanyika Nairobi ni mambo ya kidemokrasia, na wakati unaostahili tutarekebisha kila kitu, tuende kwa njia moja. Tukijua saa hizi tunatafuta tu presidential candidate pale juu, lakini tuna jukumu huku chini kuhakikisha kila ward, kila constituency, kila county representatives tunapata watu wa integrity, watu ambao tunajua wanaweza kufanya ile kazi ambayo inastahili kubadilisha Kwale. Kwa hivyo nyinyi endeleeni kulinda ground na kuhakikisha wananchi hawanyakuliwi na hivi vyama vingine ambavyo hatujui vimetokea wapi na vina ajenda gani kwa Kwale. Hayo tu, nasema tukutane 2027 nikiwa mimi ni kinara wenu ambaye hatafuti kiti chochote. Bila shaka. Naam, shukrani sana kwa wakati huu na tunakutakia kila laheri. Asante sana. Naam, amekuwa ni mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Kwale, Samirua, na ambaye tumeweza kupata fursa tu kuzungumzia masuala kadha wa kadha, kuanzia siasa hadi masuala mengine ya binafsi. Hadi wakati mwingine.